Kuna hatari sana sasa hivi katika wakati huu tuliokuwa nao. Kuna mambo ambayo yanajitokeza na kuna mipango mikakati, al-a'malu istratijia. Kuna masala ya kimikakati kabisa ambayo imeandaliwa haya masala kwa ajili liisqati shuyukhi, kwa kuwaporomosha na kuwadondosha kabisa mashekhe. Huu ni mpango mkakati shekhe, umeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwadondosha mashekhe. Na tusipokuwa makini, inawezekana watu wakawa na lawama nyingi sana kwa mashekhe bila kutazama kama kuna mipango fulani fulani inayotengenezwa. Mathalan, mimi binafsi kuna simu ambayo nilipokea takriban kama miezi miwili hivi iliyopita. Nilipokea simu kutoka kwa mwanamke ambaye aliwahi kuwa mke wangu. Na toka nimemwacha mpaka sasa ni miaka 6. Akanipigia simu ananiambia, shekhe, unajua kwamba uliponiacha mimi nilikuwa mjamzito wa miezi miwili, yani na ujauzito wa miezi miwili. Mwaka wa 6 huu ulikuwa na ujauzito wa miezi miwili. Sema naam. Na nilijifungua mtoto wa kike. Na sasa hivi ana takriban miaka 5. Unaona hatari hiyo? Kwa hiyo sasa nataka nikuletee mtoto wako muone. Alafu pili, lazima ujue, maana tayari mimi nishafanya jitihada kubwa sana, lakini hapa palipobakia na wewe sasa uendelee katika kumtunza huyu mtoto. Nasema subhanallah, hii mbona balaa tena hili? Haya yamekuaje tena? Miaka 6 ndo nakuja kufahamishwa haya mambo leo. Sasa mimi nikawa sina wasiwasi, kwa sababu najua haya mambo ni mambo ya uongo tu. Nikamwambia sawa, huyo mtoto wewe unaposema kwamba ni wa kwangu mimi na ana miaka 5 na wewe uliondoka kwangu ukiwa na ujauzito wa miezi miwili, taarifa hizo zinakuja leo, hii inakuaje habari hizi? Naomba tuende vizuri hapa ndugu zangu, ili muone kabisa kama kuna mipango mkakati unaotengenezwa kwa lengo la kuwachafua na kuwaharibia mashekhe. Wallahi ni hatari sana. Usipo tafakari vizuri, unaweza ukakurupuka, unamlaumu mtu, unamtukana mtu, unamkejeli mtu, unamshusha mtu, kumbe bila kujua kabisa kwamba kuna mipango imetengenezwa rasmi kabisa kwa hali hiyo, kwa ajili ya matendo kama haya. Basi mimi nikamwambia yule binti, bana, mimi ninavyojua tulishaachana, na ninavyojua wakati naachana na wewe haukuwa mjamzito. Kwa hiyo hayo mengine, kama una mtoto basi sio kwangu mimi, atakuwa ni wa hao watu wengine ambao walikuwa nao na kufanya nao maisha katika wakati wa sasa. Hiki kitu ninakwambia niko serious. Usipokuwa makini, najua mimi njia nitakayofanya, ambayo naamini kabisa hiyo njia nyote mtashangaa katika yale ambayo nitakayoyafanya. Nikasema subhanallah. Njia gani tena? Akasema wewe subiri tu, nitakuonyesha hiyo njia nitakavyoifanya. Haya, baada ya pale simu ikawa imekatwa na sikuzungumza naye tena. Angalia hili jambo. Baada ya hapo tunakuja kuona kuna mambo yamekurupuka. Kaanza kuelezwa Sheikh Nurdin Kishki ana kadha. Hatujakaa sawa, yamezuka haya yaliyopo hivi sasa. Ndio sasa akili inanijia, ala, kwa nini hivi? Na matukio ni yale yale yanayofanana. Mahayamhuna, kuna nini hapa? Ndugu zangu, ili nakwambieni kwa maana la kuwazindua, msikurupukie majambo ya watu mkahisi ya kwamba hawa watu wako sahihi. La, huu ni mpango mkakati, na ninakwambieni kuna hatari ya kuliona hili jambo pia kwa mtu mwingine, wala sio siku nyingi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala
na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka ametoka hapa al-akhi Sheikh Abdallah Gunda, kaongea mambo makubwa sana katika asrari al-Qur'an. Siri za Qur'ani zina mambo mengi sana, na ukitazama miongoni mwa asrari za Qur'ani ni namna ya matamko ambayo pia yanayotamkiwa majina ya bin Adam au majina ya miji. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sharafu alompa Nabiyullahi Adam ni pale ambapo alipomfundisha majina ya vitu vyote. Kwa hiyo katika majina asrarun kuna siri kubwa sana biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhi ameongea hapa akaelezea aya ambazo zinaweza kuwa ni ilaj, ni matibabu mujarrab kwa kutokana na jina la mtu. Lakini hili jina la mtu pia, huyu mtu anaishi katika eneo au katika sehemu ambayo nayo pia ina jina. Kwa maana mtu anaishi Dar es Salaam na ndio mgonjwa huyu anaishi Dar es Salaam. Je, mji unasemaje? Unamwambiaje huyu mtu? Kwa hiyo pia lazima watu wawe na tabia ya kuzama katika Qur'an. Qur'an ina mambo mengi sana. Na katika Qur'an kuna vitu anaita rumuzul ilmi, yani alama za uwepo wa milango ya ilmu. Ilmu haiji hivi wazi. Alilmu gamu, ilmu inakuja imefunga. Sasa inataka wewe ufanye kazi ya kuifungua ile ilmu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ni kweli ukijua zile njia za kupita wala uchukui muda mrefu, ni muda mfupi tu, unajua zile kodi, unapita mle, basi habari umemaliza. Lakini kuna wale ambao wanachukua muda mrefu kwa sababu ya tuqa, masala ya kiucha Mungu. Sasa yani anaposoma kwa wingi ndio thawabu zinakuwa nyingi, anaridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mambo yanakwenda katika hali za namna hiyo. Lakini kuna zile kuzijua nukta, unakwenda pale pale katika zile nukta, unamaliza majambo, mambo yanakaa sawa, mengine yanaendelea inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, katika siku hii ya leo katika jukwaa letu nataka nieleze mambo kwa uchache kabisa katika wasia wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hasa kutokana na wake zetu. Yani suala hili la hawa wake zetu, kuna wasia ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuhusia namna ya kuishi nao. Lakini kadhalika vile vile kuna muongozo ambao Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ameutoa kwa wake zetu, nao waone njia nzuri ya kuishi nasi katika utaratibu uliokuwa sawa sawa biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Takwenda kwa haraka haraka. Ausa nabii sallallahu alayhi wasallama bihusni muamala, amehusia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tuwe na kufafanyia muamala vizuri kabisa wake zetu na kuwakirimu, kuwafanyia ikram za hapa na pale, lakini kadhalika na kutekeleza haki zao za msingi. Ni majambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuhusia. Miongoni mwa wasia namba moja ni nini? Al-infaqu wa husnul muashara. Yani al-infaq, yani haqqul infaqi wa husnul muashara, yani kuwe na haki ya wewe mwanamume kuhakikisha unafanya huduma kwa mkeo na kuishi naye kwa wema au kwa njia zilizokuwa sawa sawa. Aliwahi kuulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika haki ya mmoja wenu kumfanyia mke wake, akasema an tut'imaha idha ta'imta wa taksuha idha iktasaita
wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjuri illa fil bait. Akasema Bwana Mtume Muhammad, miongoni mwa mambo ya msingi, antuti'imaha idha ta'imta, wewe umlishe pale ambapo unapokula. Kuna watu shekhe, yeye nyumbani anapeleka matembele, alafu yeye anakaa hotelini anakula vizuri kabisa. Mtume amekataza haya mambo. Yani wewe kama unakaa hotelini unakula vizuri, basi kile kizuri unachokula wewe, basi nakule kwa mkeo iwe hivyo hivyo. Ndiyo maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wataksuha idha iktasaita, lakini kadhalika na umvishe huyu mwanamke pale ambapo wewe unapovaa. Usiwe wewe unakwenda dukani unanunua kanzu nzuri, alafu yeye hata kumnunulia kijora umeshindwa. Haitakiwi hiyo. Yani ukinunua nguo moja na yeye mnunulie mzee Gunda, tunakwenda sawa? Ndio iko hivyo mzee. Ukinunua nguo na yeye anunuliwe nguo, ndio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Antaksuha idha iktasaita. Mtume anasema umvishe pale unapovaa. Akuzidi asikuzidi, natakiwa wewe ununue tu mzee. Lakini wala tadribil wajha, pakitokea mapambano usimpige usoni. Kuna watu anampiga ngumi mke wake katika uso. Hii hamna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza hiyo. Kuna watu wako hivyo, na sehemu nyingine Mtume anasema amelaaniwa yule ambaye anampiga mke wake kama anavyopiga mwizi vile au jambazi. Maluni huyo mtu wa namna hiyo. Acha hizi habari kwa wasia wa Bwana Mtume Muhammad. Wala tadribil wajha, haijakataza kupigwa, ila unapiga wapi, sehemu gani? Usimpige usoni ukamharibu uso, ukamtoa jicho. Hii hakuna. Wala tuqabbih, wala usimwambie katika jitu lenye umbo baya, wewe mke wangu hata upendezi, uko hovyo hovyo tu ueleweke. Usiseme hivyo. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka tuwaeleze maneno mazuri. Tusimwambie mke wako kwamba wewe ni mtu mbaya sana, umuoni fulani anapendeza bana, umuoni fulani umbo lake zuri. Sasa huyu kawaje mbaya? Wewe ndo tatizo Anasema wala tahjur illa fil bait, na wala usimuhame, ila kama kuhama basi hama umo ndani ya nyumba. Yani kuna watu wengine akishakhtilafiana na mkewe, siku hiyo harudi nyumbani. Makosa hayo. Yani hata kama hamzungumzi, lakini mwemlemle ndani, basi toka chumba hichi nenda chumba kingine afadhali. Sio unahama kabisa, hauonekani miezi miwili, miezi mitatu. Ukiuliza sababu ni nini, unasema kanikera sana mimi huyu. Hakuna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa wasia mzito sana, ambayo natakiwa sisi tuushike wasia huo alioeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la pili, at-tawjihu bil-lini war-rifqi. Lakini kadhalika jambo jingine ni kumuelekeza mkeo kwa lugha nzuri na kwa utaratibu mzuri. Amekosea au amefanya jambo ambalo wewe unaona halipendezi, lazima uwe na lugha nzuri ya namna gani unamweka katika hali iliyokuwa sawa sawa. Usiwe na lugha ya ukali tu. Qala sallallahu alayhi wasallama, haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad katika hija ya kuaga. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, istausu bin nisa'i khairan, wausieni sana wanawake katika matendo ya kheri. Wausieni sana. Kwa nini? Anasema hao wanawake wameumbwa kutokana na ubavu uliopinda. Ukitaka kuunyoosha ghafla utauvunja, na ukiuacha unazidi kupinda. Kwa hiyo jaribu kuwa ni mtu ambaye unaonyosha taratibu taratibu katika hali zenu. Wasia kwa mwanamke ni kitu bora sana. Kaa naye, mpe mauidha mara kwa mara, muelekeze mara kwa mara, mpe irshad vizuri kabisa. Anaweza akawa mtu bora sana kwa yale maneno ambayo wewe unakuwa unamuelekeza. Tena birifqi wallin, kwa upole na maneno laini, sio maneno magumu magumu. Yani wewe unisikii mimi ninavyokuambia, basi nakupa siku 2, baada hapo nitakupa talaka. Huyu mwanamke hawezi kubadilika kwa staili hiyo. Wewe mwambie tu, muelekeze tu, wa ma alaina illa albalaghul mubin. Yani sisi kanuni yetu ni kumueleza. Sasa akibadilika itakuwa bora sana. Hakubadilika unajipima, naweza kuishi na haya mapungufu, naweza nenda naye. Huwezi, zipo taratibu ambazo tumeelekezwa kwa mujibu wa sharia biidhnillah subhanahu wa ta'ala.
Lakini kadhalika vile vile kuamiliana naye kwa mambo mazuri mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule ambaye aliye mbora wenu kwa wake zake. Je, ubora wako wewe upo nyumbani? Nyumbani pale wewe ni bora? Inatakiwa kuwa hivyo. Na Mtume akasema wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Igeni yale ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo jingine, ifauha wa ishba'u raghbatiha, ni kumsamehe, kumfanyia matendo mazuri, lakini kuhakikisha katika tendo la ndoa shughulika vizuri kwa utaratibu bora. Haya ni maelekezo ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapa sasa kuna mambo kadhaa dada zetu nao huwa wana shida. Miongoni mwa shida kubwa ambazo walizokuwa nazo, kuna baadhi ya kina dada wanatumia tendo la ndoa kama silaha. Yani wanapomnyima mwanamume wanatumia kama silaha, na wanahisi kama inaweza ikabadilisha yale ambayo yanayoendelea baina yao, kumbe ndio yanaweza kuharibu kabisa, kila kitu kikaharibika. Ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya psychology, na kitabu kinaitwa Arbaun cha bwana mkubwa Ahmad Shakir, mwamba huyu anasema kuna mambo 7 hatari sana. Hayo mambo kama mwanamke atayafanya, basi yana uwezo wa kumpoteza kabisa mwanamume huyo, na pale nyumbani pakawa amani, furaha haipatikani tena, iwapo kama mwanamke atafanya hili tendo la kumziwia au kumnyima mumewe tendo la ndoa. Kuna mambo 7 yanajitokeza kwa huyu mwanadamu. Jambo la kwanza akasema al-ghadab, yani huyu mwanamume ambaye anayekataliwa tendo la ndoa na mkewe, kwanza mara zote utamwona ni mtu anakuwa na hasira. Hasira zinakuwa ni nyingi sana, mara kwa mara anakuwa hivyo. Yani hata mwanamke anaweza akasema neno zuri, lakini kwa huyu bwana inakuwa neno baya, kwa sababu mwili wa huyu mwanamume unazalisha aina ya hormone inaitwa al-adrenaline. Hii sasa inampelekea kuwa na hasira mara kwa mara, hasa akikumbuka huyu ni mke wangu, lakini nikiitaka haki yangu mpaka nianze kuipigia magoti. Kwa hali hiyo anaghadhibika huyu mwanamume, mara kwa mara anakuwa na hasira. Kwa hiyo mwanamke ambaye anatumia hili, yani kumnyima mumewe tendo la ndoa kama ni sehemu ambayo ya kumwadhibu huyu mwanamume, ndipo anampoteza kabisa, na inawezekana akafikia katika hatua mbaya kabisa, atakuwa mtu ana hasira mara kwa mara. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, atakuwa ni mtu ambaye anaondosha uaminifu kwa mwanamke huyo. Yani huyu mtu anakuwa na mashaka na mwanamke huyu, kwamba kwa nini inakuwa hivi, lazima kunatengeneza mashaka. Kwa hiyo pindi ambapo huyu mwanadada anapofanya tukio hili akahisi ya kwamba anamkomesha huyu mwanamume, maana yake ndio anampoteza kabisa huyu mwanamume, anaanza kupoteza yani kumwamini katika hali za namna hiyo. Lakini jambo la tatu, huyu mwanamume anaanza kupoteza kitu kinachoitwa yani al-ihtimam, kujali kunaanza kuondoka. Ikiwa kama huyu mwanamume alikuwa anamjali sana mwanamke huyu, kwa tendo la kumnyima tendo la ndoa anaanza kupoteza kumjali. Ikiwa kama alikuwa anamjali, anamletea zawadi, basi anaanza kupunguza yale mambo taratibu. Kwa hiyo dada zangu, nyinyi ambao mnahisi labda kwa kufanya matukio haya mtakuwa yani ndipo mnamkomesha huyu mwanamume, maana yake unampoteza kabisa huyo mtu, na bila shaka atakuwa hana tena mpango wa kurejea upande wako. Anakuwa na kitu kinachoitwa kupuuza, atakupuuza katika hali za namna hiyo. Lakini kitu kingine, kuna vitu vinavyoitwa al-infisal. Al-infisal yataanza kujitoa kwako taratibu. Yani kwa kuwa unamnyima tendo la ndoa, anachokifanya anaanza kujitoa kwako taratibu, na hii ni hatari. Inawezekana ikampelekea mtu huyu kutafuta mtu mwingine wa huko nje katika hali za namna hii. Hii ni hatari sana. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mwanamume anapomwita mkewe kitandani kwake akakataa, na mwanamume huyo akalala hali amechukia, laana za Mwenyezi Mungu na malaika watamlani mwanamke huyo mpaka asubuhi. Katika riwaya mpaka amridhie mume wake katika hali za namna hiyo. Sasa hii ni hatari,
Kuna watu wanatumia hii fursa wakihisi kwamba wanafanya sawa sawa, lakini ni hatari. Lakini miongoni mwa madhara mengine ya mwanamume anaponyimwa katika tendo hili la ndoa, inatengeneza ittirabatu naum, yani mtu anakosa usingizi. Yani mwanamume anayenyimwa tendo la ndoa na mkewe huwa anakosa usingizi. Yani na wakati huo akikosa usingizi, akili yake inakuwa ina focus. Kwa nini sende zangu kwa Mwajuma yule? Hivi huyu ananionaje? Yani fikra zake zinakuwa ni hizo tu. Ananichukuliaje? Ananionaje? Huyu mtu huyu, yani anakuwa na mawazo mengi sana ya kufikiria maamuzi ya nini cha kufanya katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo hatari sana. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia katika haki ifauha wa ishba'u raghbatiha. Kwa maana ni kutengeneza hamasa, lakini kadhalika na kuhakikisha matamanio yake mwanamume anayazima kwa utaratibu uliokuwa sawa sawa. Sasa unayazimaje na unanyimwa? Kwa hiyo acheni haya mambo, si vizuri sana. Lakini kama hivyo ilo halitoshi, istimtauha bizinati, lakini kadhalika miongoni mwa haki zake ni kumpamba. Mnunulie mapambo mazuri, mnunulie mapambo mazuri, mavazi mazuri, lakini apate hereni nzuri nzuri za dhahabu ikiwezekana, cheni na mfano wa hayo, bangili na mfano wa hivyo. Ni vitu ambavyo ni katika haki zake mzee, hizo ni haki zake. Maana tumezoea wake zetu hawavai hivi vitu na hatuwapelekei wala tununui. Sasa hii ni hatari mzee, gunda ununue. Lakini watalbiyat hajatiha al-asasiya, na kuitikia katika haja zake maalum, litajannubil fitna, kwa ajili ya kuepukana na fitna biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, kuna jambo hili ndio nalimalizia katika wakati wa sasa. Kuna hatari sana sasa hivi katika wakati huu tuliokuwa nao. Kuna mambo ambayo yanajitokeza na kuna mipango mikakati, al-a'malu istratijia. Kuna masala ya kimikakati kabisa ambayo imeandaliwa haya masala kwa ajili liisqati shuyukhi, kwa kuwaporomosha na kuwadondosha kabisa mashekhe. Huu ni mpango mkakati shekhe, umeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwadondosha mashekhe. Na tusipokuwa makini, inawezekana watu wakawa na lawama nyingi sana kwa mashekhe bila kutazama kama kuna mipango fulani fulani inayotengenezwa. Mathalan, mimi binafsi kuna simu ambayo nilipokea takriban kama miezi miwili hivi iliyopita. Nilipokea simu kutoka kwa mwanamke ambaye aliwahi kuwa mke wangu, na toka nimemwacha mpaka sasa ni miaka 6. Akanipigia simu ananiambia, shekhe, unajua kwamba uliponiacha mimi nilikuwa mjamzito wa miezi miwili, yani na ujauzito wa miezi miwili. Mwaka wa 6 huu ulikuwa na ujauzito wa miezi miwili. Sema naam. Na nilijifungua mtoto wa kike. Na sasa hivi ana takriban miaka 5. Unaona hatari hiyo? Kwa hiyo sasa nataka nikuletee mtoto wako muone. Alafu pili, lazima ujue, maana tayari mimi nishafanya jitihada kubwa sana, lakini hapa palipobakia na wewe sasa uendelee katika kumtunza huyu mtoto. Nasema subhanallah, hii mbona balaa tena hili? Haya yamekuwaje tena? Miaka 6 ndio nakuja kufahamishwa hayo mambo leo. Sasa mimi nikawa sina wasiwasi, kwa sababu najua haya mambo ni mambo ya uongo tu. Nikamwambia sawa, huyo mtoto wewe unaposema kwamba ni wa kwangu mimi na ana miaka 5 na wewe uliondoka kwangu ukiwa na ujauzito wa miezi miwili, taarifa hizo zinakuja leo, hii inakuwaje habari hizi? Naomba tuende vizuri hapa ndugu zangu, ili muone kabisa kama kuna mipango mkakati unaotengenezwa kwa lengo la kuwachafua na kuwaharibia mashekhe. Wallahi ni hatari sana. Usipotafakari vizuri, unaweza ukakurupuka, unamlaumu mtu, unamtukana mtu, unamkejeli mtu, unamshusha mtu, kumbe bila kujua kabisa kwamba kuna mipango imetengenezwa rasmi kabisa kwa hali hiyo, kwa ajili ya matendo kama haya. Basi mimi nikamwambia yule binti, bana, mimi ninavyojua tulishaachana, na ninavyojua wakati naachana na wewe haukuwa mjamzito. Kwa hiyo hayo mengine, kama una mtoto basi sio kwangu mimi, atakuwa ni wa hao watu wengine ambao walikuwa nao na kufanya nao maisha katika wakati wa sasa. Lakini ndugu zangu, katika masala
haya, kuna hatari kubwa kabisa iko mbele yetu. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwa kumalizia katika jukwaa letu katika siku hii ya leo ni kwamba tutafakari kwa kina kabisa. Anasema ahqarun nasi, yani mtu wa hovyo kabisa ni yule ambaye anayejua kabisa ubora wako wewe ni nini, na anayejua kabisa wema wako wewe umemfanyia ni wema wa namna gani, lakini anapita katika mitandao au kwa watu akiukanusha na kuusema vibaya ule wema wako ambao wewe ulikuwa ukiufanya katika upande wake katika hali za namna hiyo. Huyu ni mtu wa hovyo sana. Leo utamuona mtu anasema yule fulani alikuwa mtu wangu lakini ana mapungufu kadha kadha. Je, yale mazuri mbona hasemi? Ina maana alikuwa na hayo tu mazuri, mbona hausemi kwamba alikuwa na mazuri kadha kadha kadha? Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukataza sana watu kufanyiana tajisisi. Tajisisi, kufanyiana ujasusi ni kutafutiana katika yale mambo mabaya mabaya. Ndio maana ya tajisisi, wala tajassasu. Mwenyezi bila shaka wala msifanyiane nini? Ujasusi, msianze kutafitiana katika mambo mabaya mabaya. Kwa sababu haya mambo mabaya ukimtafiti mtu yoyote hakosi, yoyote yule hakosi. Lakini na mwisho wake mtakuja kuchukiana tu. Lakini mkitafitiana katika mambo mema na mazuri mazuri mtapendana. Je, muulizeni tu huyo mtu anayesema fulani yuko hivi, yuko vile, amefanya hivi, amefanya vile, muulizeni. Ni haya tu ndo aliyofanya? Hauna mengine ambayo aliyofanya ni mazuri upande wako? Kwa nini useme haya tu? Maana yake nini? Wallahi inatisha kabisa ndugu zanguni. Haya mambo Allah tulinde na tunusuru katika hali za namna hii. Lakini kubwa zaidi sisi tutafanya dua maalum kwa ajili ya wale ambao wapo kwenye mpango huo. Mpango wa kuwadhalilisha mashaikh, sisi tutafanya dua maalum. Tutamwambia Mwenyezi Mungu wape kazi ya kufanya hawa watu, kwa sababu hawa watu si wazuri. Si wazuri kabisa. Leo kuna mtu mmoja nimemuona, yeye kanuni yake ni mtukanaji sana. Anatukana sana yani yeye mdomo wake ni matusi tu kuanzia asubuhi mpaka jioni, yeye yuko hivyo. Anasema anaomba picha mimi niziposti hizo, niwadhalilishe hao watu. Subhanallah. Anasema hivyo. Sasa ndio unapata picha, ala, kumbe nyuma ya huu mpango kuna watu fulani. Eywa, Waarabu si wanamsemo, wanasema bil amri tabdul amru. Kutokana na jambo fulani ndipo unaweza kujua jambo jingine katika hali za namna hii. Hii ni hatari sana. Inshallah, kwa hiyo tumuombe Allah tunusuru kutokana na mashakili haya na mengine mengi kabisa. Na mwisho kabisa, katika jukwaa letu lijalo kuna majambo adhim sana ambayo tutakuja kuyazungumza hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi